Taifa imemaliza mzozo wa muda mrefu wa ardhi ya Chelugut uliodumu kwa miaka 30 ambao ulikuwa umewaacha maelfu ya familia zinazoishi katika shamba hilo kubwa katika hatari ya kufurushwa. Serikali ya kitaifa imechukua rasmi umiliki wa ardhi hiyo na itaanza mara moja mchakato wa kutoa hati miliki kwa familia binafsi zinazomiliki na kuishi katika eneo hilo ya ardhi ambayo imetatuliwa na utawala wa sasa. Lakini leo nilikuwa nimesema hapa awali, tumekuja kukamilisha mambo ya Chelugut. Sasa mambo ya Chelugut tumekamilisha. Ahadi ambayo tulipeana kama serikali kuhakikisha kuwa mambo ya mashamba tutayatatua zote katika nchi ya Kenya. So nataka niseme leo tuko hapa na tuko hapa gavana, na nataka niseme asante sana gavana, kwa sababu ile ahadi ya kuwa tutalete title ya Mau Forest tulitimiza, hatukutimiza. Tulisema tutamaliza mambo ya Chelugut, tumemaliza, hatujamaliza. Mambo ya Ang'ata tumemaliza. Wale wazee walikuwa wa Ang'ata walikuwa na titles, wamekuja ofisini, tumesaini na wao, tumesikizana, tumelipa pesa wao, wameleta title liko kwangu. Wale watu mashamba zao ziko nje ya Mau, caveat imeondolewa, nenda afanya biashara na shamba yako, kama ni kupeleka uchukue loan, ujenge biashara yako, hakuna mambo ya caveat tena ambayo iko hapo. Tuhakikishe kuwa tumemaliza mambo ya mashamba katika Kenya mzima, mwananchi apate title zake, aishi kwa amani, asaidie watoto wake, aelimishe watoto wake, na maendeleo endelee katika Kenya yetu. Nimesema ya kwamba watapeli hatuna kwa hii shamba. Kila mtu anajua shamba yake pale iko. Kama ni eka mbili, hiyo eka mbili ndio unakuja kupewa title deed yako. Kama ni kota eka unapewa hapo. Hakuna status quo. Hawa wameshafanya. Kuna vile tumeongea na committee. Si survey alikuwa ameshapitia. Na hiyo survey anasikia amekuwa registered. Hawa ni kukuja tu kwenda kuleta title deed na tunakuja kupea rais, kila mtu apate. Hata hizi mashule zetu. Si mashule zetu siko na shamba? Si hata shule zetu zinapata? Hata hii hospitali zangu nimejenga tunapata? So leo hii hatuna mambo ya watapeli. Hakuna mtu anaingilia shamba ya mwingine. Ile porojo sijui ya kamoja yangu itakuwa divided, ama kuna watu wanaletwa alafu waweko hiyo shamba Leo nimekuja hapa kudhibitisha ile maneno mmekuwa mkisikia. Huyu gavana ni mtu anaunganisha watu. Kuna wengine wanatenganisha, lakini huyu ni mtu atatumalizia matatizo mingi hapa.